mstari wa 9 mpaka wa 12. Nami nitasoma maneno kama yalivyoandikwa. Furahi sana, binti Sayuni, piga kelele, binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraim, na farasi awe mbali na Yerusalemu. Na upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atawahubiri mataifa yote habari za amani. Na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mto hata miisho ya dunia. Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Mstari wa 12 na wa mwisho. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema kwamba nitakurudishia maradufu. Hii ndio somo la kwanza. Asante msomaji wa somo la pili. Nimwombe msomaji wa somo la tatu pia aliyaongoze somo la pili. Msomaji wa somo la pili aliangalia tafadhali aliyaongoze somo la pili. Somo la pili ni kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 7. Msomaji ataanza mstari wa 15 hadi mstari wa 25a. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 7. Msomaji ataanza mstari wa 15 hadi mstari wa 25a. Karibu msomaji wa somo la kwanza, tuongoze kusoma somo la kwanza. Karibu ushirika, tusikilize somo la pili tafadhali. Somo letu la pili linapatikana Warumi 7 mstari wa 15 hadi 25a. Kwa utatu ndio watangulia. Maana sijui nifanyalo kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa mimi nafsi yangu ninayatenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilipendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilipendalo, si mimi nafsi yangu nilipendalo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema, lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Ole wangu maskini mimi! Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Mstari wa 25 na mwisho. Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Asante wasomaji wote wawili, asante sana. Ninaomba ushirika tusimame sote. Ninaomba ushirika tusimame sote. Ninawaomba ushirika wanaume na wanawake, watoto wa kiume na wa kike, tusimame na tukiri imani ya mitume. Ninamwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa na Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililoko popote,
Tunapojiandaa kusikiliza matangazo ya ushirika, nitaomba idara ya vijana kati dinari ya Chunya mtaimba wimbo wenu kama tulivyopatana mwanzo, ni beti moja na chorus, na mtukaa. Mara baada ya dinari ya Chunya watakuja dinari ya Makongorosi. Mara baada ya hapo nitakaribisha matangazo. Karibu dinari ya Chunya. Mara baada ya dinari ya Chunya beti moja na chorus watakuja Makongorosi. Karibu.
kwetu. Neno limekuja kufundisha kupitia Sauli. Ona ya Sauli yamepita vipi kwetu. Ya Sauli yamepita, imebaki kwetu wenyewe tuyachunguze matendo yetu. Ya Sauli yamepita, imebaki kwetu wenyewe tuyachunguze matendo yetu. Ya Sauli yamepita, imebaki tuyachunguze. Ya Sauli yamepita,
kushuhudia Injili kwa ujasiri, kwa mshikamano na upendo. Wewe ni kanisa, kanisa linapaswa kushuhudia Injili kwa ujasiri, kwa mshikamano na upendo. Kueneza Injili ya Yesu Kristo kwa mataifa yote, kushuhudia imani hata katika mateso. Kueneza Injili ya Yesu Kristo kwa mataifa yote, kushuhudia imani hata katika mateso. Wewe ni kanisa, kanisa linapaswa kushuhudia Injili kwa ujasiri, kwa mshikamano na upendo. Wewe ni kanisa, kanisa linapaswa kushuhudia Injili kwa ujasiri, kwa mshikamano na upendo. Kueneza Injili ya Yesu Kristo kwa mataifa yote, kushuhudia imani hata katika mateso. Kueneza Injili ya Yesu Kristo kwa mataifa yote, kushuhudia imani hata katika mateso. Sauli wewe, Sauli, Sauli, mbona umekuzikwa? Sauli, Sauli wewe, mbona umekuzikwa? Sauli, Sauli wewe, mbona umekuzikwa? Umepatwa na nini Sauli wewe, mbona umekuzikwa? Yamkini Sauli wewe, ikawa ni mimi halmashauri ya wilaya yetu ya Chunya, Mchungaji Claudi Shtengo. Tafadhali mzee, naomba usogee pale watu wakuone. Asante sana. Huyu ndiye mchungaji mwenyeji Claudi Shtengo, lakini ni mjumbe wa halmashauri kuu yetu ya wilaya ya Chunya. Ninaomba ushirika tumpokee kwa makofi mara 3. Asante sana. Bila kwenda mbali, ni kuombe mke wa mchungaji Shtengo pale ulipo usimame, kanisa lipate kuona. Yule pale ndiyo mke wa mchungaji, naomba tumpokee kwa makofi mara 3. Asante sana. Basi nitawataja wachungaji, watasimama, tutawapokea kwa pamoja. Niombe mlezi wa idara ya vijana A kutoka dinari ya Lupa, mchungaji Mahalende, usimame. Nimwombe mlezi wa idara ya vijana A kutoka dinari ya Chang'ombe, mchungaji Lupa, usimame.
Nimwombe mchungaji mlezi idara ya vijana A kutoka dinari ya Itete, mchungaji Mwanangu, anaomba usimame. Nimwombe mlezi wa idara ya vijana A kutoka dinari ya Makongolos mwinjilisti, naomba usimame. Asante. Nimwombe mlezi kutoka dinari ya Mkwajuni, naomba usimame mchungaji. Nimwombe mlezi wa idara ya vijana A dinari ya Chalangwa. Asante. Niombe mlezi kutoka dinari ya Kibaoni, mchungaji Mungu, naomba usimame. Asante sana. Hawa ndio wachungaji ambao wamezileta idara hizi. Mmoja ameondoka kwa majukumu ya wilaya, ni katibu wa idara ya uwakili wilaya, mchungaji Mwakalinga. Yeye alileta na aliongozana na idara ya vijana A kutoka dinari ya Chunya. Ninaomba mtambue uwepo wake. Kwa sasa hivi ameenda Mungu kwa ajili ya shughuli za wilaya pale, anafanya ibada kule, lakini tutambue kwamba kwenye ibada hii tulikuwa naye. Lakini vile vile kwenye ibada hii tulipata kibali cha kuwa na mchungaji Dawila, mwenyekiti wa dinari ya Makongolos. Yeye alipangiwa somo la kufundisha hapa, tulikuwa naye, wewe yuko kule Makongolos, na tupate kutambua hivyo. Vile vile mwenyekiti wetu wa wilaya, mimi ni mlezi wa idara ya vijana A, lakini vile vile shule ya Jumapili. Kwa hiyo leo kuna mkutano unafanyika kule Mkwajuni. Kwa hiyo nikamwomba kwamba yeye aende Mkwajuni, mimi nimekuja Lupa. Kwa hiyo naye pia amewatumia salamu nyingi sana mwenyekiti wetu wa wilaya, maana yuko kule anaendesha mkutano kama mimi katibu wake ambapo nipo hapa. Niombe sasa wachungaji hawa walezi tuwapokee kwa makofi mara 3. Asante sana. Niwalete kwenu mchungaji Karuka, naomba usimame. Tumeshirikiana naye kwenye mkutano. Mchungaji Karuka yule pale. Nimlete mchungaji mstaafu Mwasumbi. Asante sana. Mama Mwasumbi pale ulipo, naomba usimame. Mama Mwasumbi, kama yule Mama Mwasumbi. Oh, asante mama yangu, umevaa vizuri kabisa. Ninaomba tutambue uwepo wa mchungaji mstaafu Masumbi pamoja na mama. Naomba tuwapokee kwa makofi mara 3. Asante sana mchungaji Kabuka, asante. Vile vile kwenye ibada hii tuna mtu maalum sana. Zoezi hili lilikuwa na tamasha la uimbaji. Tuna mtu aliyetukagulia mashairi yetu. Baba, naomba usimame pale katikati. Pale katikati. Uchukue maiki, ujitaje majina yako baba. Chukua hapo, maiki iko hapo. Ndio. Asante baba. Ninamruhusu, naomba tumsikilize jina lake vizuri. Karibu mzee. Mwanakondoo ameshinda. Tuna amani. Tuna furaha. Kwa jina, ila na majina mengi. Kwa jina naitwa Aroni Simoni Halega Msango Msahala Degu Mwanamle Mzumbwe. Natoka ushirika wa Isangatu dinari ya Iwindi wilaya ya Mbalizi. Karibuni Iwindi. Ninaomba msimame baba hapo. Ninaomba tumpokee mzee wetu kwa makofi mara 3. Asante sana. Asante. Basi nitaomba hapa tunapoenda kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu. Tutakuwa na uimbaji wa vijana kati wenyeji na kwaya kuu. Nitaomba watangulie kwaya kuu. Mara baada ya kwaya kuu wanaposhuka, nitawaomba vijana kati wenyeji mtakuwa mnapanda madhabahuni. Mara baada ya hapo tutakuwa tunasikiliza ujumbe wa neno la Mungu ili vipindi vingine vipate kupata nafasi. Karibu.
unatamani mtoto wako aendelee kuongezeka katika maadili, lakini katika mafanikio makubwa, pita mbele pamoja na mtoto wako ili makuhani waweze kuwaweka mbele za Bwana. Angalieni huku watoto wazuri, huku na angalie huku. Jipangeni hapo. Kanisa, naomba tusimame. Watoto wote njoni. Dikoni atuone chombo cha sadaka kwa ajili ya watoto hapa. Mbinguni kuna wenye uhai wake wanaomwimbia Bwana. Mbinguni kuna wenye uhai wake wanaomwimbia Bwana, wakisema wastahili, wastahili. Wanasema wastahili, unastahili Bwana. Wanasema wanainama mbele zako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, tuna kila sababu Bwana ya kukushukuru wewe ambaye umetufanya watoto wako tuwepo katika ibada hii ya leo. Umetukusanya Bwana kwa pamoja watoto wako ili tupate kujifunza neno lako, tupate kukutukuza wewe, tupate kukuabudu wewe Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Bwana kwa ajili ya zamu hii ambayo Bwana umenipa mtoto wako kusimama mbele ya kusanyiko hili Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na watu mbalimbali Mungu ambao wanatutazama kupitia mtandao, Bwana Yesu, tunaungana nao kwenye ulimwengu Bwana kwa ajili ya ibada hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Wewe Bwana Mungu tufunike na nguvu zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa Mungu ni mwaminifu juu ya maisha ya kwetu Bwana, nawe unatupenda, unatuthamini Bwana, unatujali. Haijalishi hali zetu zikoje, lakini Bwana neema yako inatubeba, na ndio maana umeturuhusu Bwana watoto wako kila mmoja kutoka nyumbani kwake hata kwenye makamba
Bwana. Karibu Bwana, sema na sisi, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante kwa Mungu usiyeshindwa na chochote, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Amen. Chukua nafasi uketi taratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba ufungue nami kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9. Tasoma ule mstari wa 4. Tasoma ule mstari wa 4. Naamini watumishi wa Bwana mmepata. Neno la Mungu linasema hivi: akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Naomba nitarudia. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana kondoo ameshinda, kanisa la Bwana. Sauli ambaye baadaye alikuja kuitwa Paulo, alikuwa na mambo mengi ya ajabu ambayo alikuwa anafanya na anawatendea watu ambao walikuwa wanafuata Yesu Kristo. Alikuwa na tabia ambazo kidogo zilikuwa ni ngumu. Hakujali kitu wala hakuogopa. Na wakati fulani alikaa darasani kwa ajili ya kazi hiyo, ili apate kuwatesa, apate kuwauzi watu ambao walikuwa wanafuata Yesu Kristo. Kwa jumla wafuasi wa Kristo walipata shida sana kwa sababu ya Paulo. Paulo aliwatesa sana, ambao ni Sauli aliwatesa sana wafuasi wa Yesu Kristo. Aliwafunga gerezani, wengine kuua aliweza kuua. Lakini kumbe Mungu wa mbinguni alikuwa anaona, alikuwa na kusudi na huyo ambaye anafanya madhara yote haya, analiumiza kanisa la Mungu, anaumiza watoto wa Bwana. Kumbe yule mtu Mungu alikuwa na kusudi naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ukisoma mahali hapo tuliposoma, inaeleza ni wakati Sauli ameenda kuomba kibali cha kwenda Dameski kwa ajili ya kufanya uharibifu juu ya waamini wa Yesu Kristo. Na alipokuwa njiani aliweza kukutana na mwanaume wa wanaume. Alipokutana naye ndipo aliposalimu amri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana kondoo ameshinda. Yesu akawa anamwambia Sauli, 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 kwa nini unaniudhi? Kwa nini unaniudhi wewe Sauli? Sauli na akawa anajibu la kufanya, anawaza tu kwamba hivi huyu anayeongea naye ni nani? Ndio Sauli yuko chini anagaragara, hawezi hata kuona, hawezi hata kutazama. Sana tasira alizokuwa ameshika, hata uwezo wa kuzishika hana, vyote vimeanguka chini. Ninaamini hata wafuasi wake nao walianguka chini kwa kile kilichotokea mahali pale, nao wakaanza kushangaa kwamba jambo gani limetokea mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Bwana. Na ukiangalia katika Biblia, huyu Yesu tunayemzungumza anaweza kubadilisha historia za watu bila kujali historia ya mtu ilikuwaje, na mtu jana amefanya jambo gani, na huyu mtu alikuwa na mambo gani jana na juzi. Yesu anapokutana na mtu anaanza kubadilisha historia ya mtu, ikabadilika kutoka kwenye hali ya ubaya ikawa ni njema kabisa. Ndio Mungu kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Sauli ambaye alikuwa ni mtu ambaye anaogopa sana, na wafuasi wa Yesu Kristo walikuwa wanaogopa kwamba yuko mtu fulani na hali fulani Sauli, na walikuwa wanafanya injili kwa tahadhari kwamba inawezekana Sauli anakufuatia nyuma, kikuti itakuwaje. Walikuwa wanapata shida sana, na ndio maana tunaangalia hata amini, basi wafuasi walikuwa wanamkimbia, wanasema huyu ni kama bado kwa tabia zake. Mmesema ameokoka huyu? Anaweza kutugeukia na kutubadilikia. Walikuwa na wasiwasi sana, lakini Mungu aliandaa mazingira wakaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka nikwambie mtumishi wa Bwana na mtoto wa Mungu kwamba Mungu anaweza kubadilisha historia. Haijalishi watu wamesema nini juu yako, haijalishi matendo ambayo unatenda katika jamii ni mabaya kiasi gani, mpaka ukipita kwenye basi ya nyumba wanasema huyu fukuzani aondoke hapo, hatutaki
Sema waliokuhukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko hapa kanisani, hata huko tulikotoka kuna watu wamepewa tayari hukumu kwamba huyu ni mzinzi, hata mbinguni hawezi kwenda. Wamekupa na hukumu kabisa. Huyu mbona ni mchafu sana, hukumu imeshatoka tayari. Huyu mbona ni mbaya sana, huyu mbona anashindikana 1, 2, 3. Wamekukatia tamaa. Nisikilize, Yesu wa mbinguni hajakukatia tamaa. Ipo siku na saa italipokwenda kubadilika. Itanachotaka Bwana kama one day historia yake inabadilika. Nikubali kumpa Yesu moyo wako. Kama Bwana nisaidie, wanadamu wamenikatia tamaa. Inasikana utakuwa mbele za Bwana unashindwa, lakini Mungu yupo, anaweza kukusikia. Hata kama dhambi siku nyingi unazozifanya, Mungu anasema sawa. Unasimama hapa kwa Sauli alikuwa nazo. Mbona Sauli aliwatawata? Mbona Sauli alifanya haya na haya? Anaweza kukubadilisha. Mpigie Yesu makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tazama jirani yako, tazama jirani yako. Mwambie unajua mwisho wangu utakuwaje? Mkazie tu macho zinamwambia unajua mwisho wangu utakuwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaweza kubila hajui. Leo unaonekana ni mzinzi chokora kabisa. Lakini Bwana ameandaa mpango wake mzuri kabisa. Kwamba mnaona chokora leo, kesho anakuwa ni mtumishi wangu. Kesho anakuwa ni mchungaji. Huyu kesho ataniamuru katika roho na ukweli. Siku moja huyu ambaye mnaona ufai atamlaki Bwana kule na wengine. Ataungana na watakatifu akisema, wastahili wewe Bwana, wastahili mfalme wa wafalme, wastahili kwa yomeko amepende wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Bwana. Mwambie ujui kesho, mwambie jirani yako ujui kesho yangu. Ujui kesho wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini unafikiri unajua kesho yako wewe? Nani angejua kama ungekuwa wachungaji? Hao wachungaji wako hapa, kila mtu ana historia yake hapa. Kila mtu ana historia yake, hao wachungaji wako hapa mbele. Kila mtu ana historia yake. Mwingine kwambia historia yako utashangaa sana. Wapo wachungaji walikuwa wanafuta nyumba za watu, wapo kabla hawajawa wachungaji. Walikuwa wanatembea na wake za watu na nyumba za watu, wanafanya hivyo. Wapo wengi. Mungu akubariki sana. Haleluya, mpigie Yesu makofi mengi mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwapo. Na mwingine sana walimfumalia na kumfumalia. Pamoja na kumfumalia siku na siku. Bwana Mungu sasa aliposiamuru, ule mtu hali kabadilika, swali kabadilika. Baadaye akaitwa ni mchungaji. Na leo ndio anakuombea sana na ubiri na injili. Na vitu mbalimbali vinatoka kwa sababu Mungu aliamua kumbadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unafikiri alifaa kuwepo kanisani unayemwona huyu? Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri alifaa kuwepo kanisani? Kwa sababu tunafahamu historia yake inawezekana. Wanafahamu mambo yako yalivyo. Wanafahamu tabia zako zilivyo. Mpaka wanashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwezi wa 5 nafikiria wa 6 nilisafiri kwenda Dodoma pamoja na baraza la wazee. Tulipofanya shughuli ambayo tuliendea pale Dodoma, baadaye tukaomba kuingia bungeni, tukaingia kule bungeni. Tukatambulishwa vizuri. Na bahati nzuri nilichokifanya nikarusha picha ile, nikarusha mtandaoni. Nilipigiwa simu nyingi sana wachungaji. Kwamba hivi yule mliyekaa naye hivi hiyo mmeenda ni serikali waliwaomba au ikoje? Nikasema hapana. Tulienda kikanisa. Umeenda kikanisa? Vipi huyo mzee yule jirani anasali naye? Sema ndio. Unasema nani? Sema ndio anasali. Hasali tu lakini bado ni kiongozi pia wa kanisa. Akasema kweli Mungu ni wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu ni wa ajabu. Mungu ni wa ajabu. Mimi sijui, sikuwepo. Inawezekana yule baba alikuwa na tabia nyingi za ovyo sana. Walimkatia tamaa.
Walimkatia tamaa kwamba hawezi hata kusali, hawezi hata moja mbili, walimpatia tamaa. Lakini Mungu alipoamua akavuta taratibu kanisani, akisema njoo mwanangu. Haijalishi unafumania na unafanya usinzi kwa na kufumania, haijalishi unaroga sana watu, lakini njoo mwanangu. Anakusogeza taratibu, anakusogeza taratibu, anakusogeza taratibu, akamsogeza taratibu. Mwisho wa siku akaingia miguu yote wapi? Kanisani. Watu waliokucheka wakaanza kushangaa, inakuwaje huyo ambaye tulimwona hafai kabisa na anaingia kanisani na anatoa sadaka nzuri na inaonekana ana masa kutoka kanisani kwenye mabadiliko mbalimbali. Watu wanaanza kushangaa, hata waliomcheka wakaanza kushangaa, walikuwa wamempatia tamaa wakaanza kushangaa. Wangalia jirani yako, mwambie unajua kesho yangu wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza kubadilisha historia zetu. Hata kama umekukatia tamaa sana na umekuita majina mabaya magumu, nisikilize, achana nayo. Yesu yupo, anaweza kubadilisha historia yako. Ukikubali nao, anaweza kubadilisha historia yako ikubadilika kabisa. Inawezekana watumishi wa Mungu. Hata kama uko nyumbani usipotembea na waume za watu, yani uriziki kabisa. Nisikilize vizuri, nisikilize vizuri mtumishi wa Bwana. Hata kama uriziki kabisa usipotembea na waume za watu, nisikilize vizuri. Mungu anaweza kubadilisha historia yako. Usijikatie tamaa. Mama, Mungu akubariki sana mama. Nimpigie makofi mama pale jamani. Na Mungu ajibu haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Wangapi wamekatia tamaa? Wangapi wamekatia Sauli tamaa? Kama Sauli hafai kabisa, inawezekana hata wafuasi wa Yesu Kristo walimkatia tamaa Sauli, kwamba tukienda mbona tutauawa. Lakini siku Mungu akaamua kubadilisha historia. Wangapi wamekukatia tamaa? Mangapi umefanya ukajikatia tamaa wewe mwenyewe? Na shida ya kujikatia tamaa wewe mwenyewe inaua wengi jamani, watumishi wangu, inaua wengi. Yaani umejikatia tamaa wewe mwenyewe, ukasema sasa nifanye nini? Wanaume wote wamepita, kuna anayetaka kunioa. Basi sasa kufanya, atakayekuja abe, akionekana abe, baba wa watu abe, mume wa mtu apita abe, yeyote atakayekuja abe, kila chochote abe. Uko anaandaa ajili yako, usikate tamaa. Mungu akubariki sana mama. Mungu ajibu haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Haleluya, watu wa Bwana. Kama ni mpende akija abe, hakuifahamu abe, anakuja tu bila kitu gani wewe, akija abe mama anakwenda namna. Mungu akubariki sana mama kwa jina la Yesu. Mungu ajibu haja ya moyo wako. Piga Yesu makofi mengi mengi. Mungu anasema na watu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa mtu ambaye amejikatia tamaa yeye mwenyewe. Miaka nenda wewe umejikatia tamaa na umeanza kudanga kila kona. Niangalia tu vizuri. Wewe unaangalia vizuri jamani. Hata kama unadanganya sasa niangalia tu vizuri. Na niangalia vizuri. Ya. Nimesema hata kama Mungu tuanze mkutano hapo, umetembea huku mezini, ukaona hao watu walipo kwamba wanafaa sana, ukaitika abe. Mungu anaweza kubadilisha historia yako. Usijikatie tamaa. Nisikilize mtumishi wa Bwana. Hata kama umekaa kwa muda mrefu, unaona jawabu la kuolewa halionekani. Kila naye tunamwona kama ni malaya tu, unaona ni hivyo. Unaona hivyo, nisikilize. Tulia, pata nafasi ya kutulia. Hebu jitengeneze mazingira ya kuthamini hali yako jinsi ulivyo. Thamini mwili wako. Mwili wako si kila mtu akauchezea. Nisikilize,
nipate mume mzuri mchungaji, niombee baya na hofu ya Mungu. Niombee mchungaji. Mchungaji namuombea, lakini sasa Mungu akubariki sana mama. Na yuko mbioni kujibu haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Mchungaji niombee mchungaji. Kwani wachungaji tunaomba. Lakini hali gani ya utakatifu kiasi gani? Unaweza unamheshimu Mungu kwa namna gani? Yaani mchungaji naomba uniombee. Mchungaji anamuombea lakini kesho amekamata mume wa mtu. Twende. Ametafuta kamanda kwenye paya mle na akatafuta kama mtu na alafu nataka kuolewa. Nisikilize, ukitaka kuolewa, nisikilize, tulia, uwe mtulivu. Na siku hizi wanaume wengi waliopo wanaume wanachunguza kweli. Mmetoka kwenye dinari huko umefika bado na kuchunguza wao mtu. Ujielewe ya. Kwanza ndo anakutana na wewe uko kwa gani sijui, anakutana na wewe ueleweki. Yaani anakuchunguza bila kujua. Anaanza kusemesha chochote, anakuchunguza. Bado wa mabita wanielewe walio mambo mengine ambao hawajaelewa. Nisikilize. Unamtamani kufuatilia wewe mtu. Kama Mungu bora akujua kwamba unafuatiliwa na Yesu. Unafuatiliwa. Unachunguza tabia zako, unachunguza mwendo wako. Wewe ujielewe. Siku na siku mbona mimi siolewi? Mbona akina fulani wameolewa? Mbona akina fulani Mungu amejibu maombi yao? Kumbe utaona hali muumini ndani yako. Mungu mbinguni akurehemu na apate kukusamehe. Nisikilize. Ninatakiwa ubadilike. Kanisa la Bwana tubadilike. Michanganyo haifai. Huyu anaweza kubadilisha historia. Ndio tunayomuita leo. Kama ubadilisha historia za watu, hadi sipokumu unapopita, hadi si wanawatu wanakusema kiasi gani? Kwa wanaweza kubadilisha historia. Naomba simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe na watu wa wachungaji wako hapa. Kuna watu wamekatiwa tamaa kabisa na ndugu zao. Wamekatiwa tamaa kabisa. Inawezekana umekatiwa tamaa kabisa. Wanaona wewe sio kitu, unadharauliwa mpaka kwa mwisho umekukatia tamaa. Mimi sijui. Inawezekana kuna eneo umekatiwa tamaa. Umekatiwa tamaa. Lakini inawezekana hata mwenyewe umejikatia tamaa wewe mwenyewe. Hakuna tamani atakufa. Yesu anaweza kubadilisha historia yako. Mungu anaweza kubadilisha historia yako. Hata kama ulifanya dhambi kiasi gani, utakwenda kuomba toba hapo, Mungu afanye mageuzi, akusamehe, akurehemu. Alafu akishafanya haya, utakuwa mtoto wa Bwana mzuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kabla tujaomba maombi haya yote, inawezekana unatamani kumpa Yesu Kristo moyo wako. Unataka kujitoa kwa Bwana. Unaweza kunyosha mkono wako. Kasogea hapa mbele. Ili wachungaji tuombe kwa ajili yako. Kwa nini fulani unasana muangalia kushoto na kulia? Ukasema, mbona fulani 1 2 3 nisikilize. Hayo yanakuhusu wewe. Na ndio maana yale unaopitia ni ya kwako. Hata huyo hayamuhusu. Ni ya kwako. Ni vizuri kumpa Yesu moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ndio namaliza. Kama unaweza kanyosha mkono. Yesu abadilishe historia yako. Unataka kumpa Yesu moyo wako, sogea mbele taratibu. Tupate kuomba kwa ajili yako. Tupate kuomba kwa ajili yako. Tupate kuomba kwa ajili yako. Piga Yesu makofi mengi mengi. Piga Yesu makofi mengi mengi. Mwingine anasema mtamfuata mchungaji baadaye akienda kule ofisini kwa mchungaji. Nisikilize, upako hapa ni tofauti na kule ofisini ni mambo mengine eti. Kwa ni vizuri kama nafasi ipo, unaweza kasogea. Hebu tupare muziki hapo kidogo wakati watu wanasogea mbele ili tumpe Mungu utukufu zaidi. Asante mnaosogea mbele. Wanajitoa kwa Bwana ili Mungu awapigania, watetee. Kuna mahali hatuwezi kutoka. Kuna mahali Mungu hawezi kujibu maombi yetu kama hatutakubali kumpa yeye maisha. Kumpa mioyo yetu. Hawezi kufanya vitu fulani kwenye maisha yetu. Piga Yesu makofi mengi mengi, watumishi wa Bwana. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Kuna mwingine amebaki? Kuna mwingine amebaki? Asante, naona wameisha. Kuombe mchungaji Ndukwa kuongoza sana toba baba. Asante. Omba macho yako. Neno lako ndio. Asante Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliyesema na Paulo, ulimtumia historia yake ikawa kubwa zaidi ya mara ya kwanza akiitwa Sauli. Watumishi hawa Mungu wana majina ambayo wao wanajua jamii iliyowabatiza. Sasa Mungu amesogea mbele ya madhabahu yako sawasawa na neno lako lililopita Ebeneza. Wape kibali sasa Bwana kwa ajili ya kubadili historia. Badili historia ndani yao. Badili historia ndani yao. Maisha yao Mungu walioishi leo na sahihi yatosha. Yatosha, yatosha. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oleta kwako sasa. Bwana sikia. Wakilivyo kutoka kwenye nafsi zao, vilindi vya mioyo yao. Sikia mfalme wa falme. Sikia Ebeneza. Sauti hizi Mungu zinazosikika mbele ya madhabahu yako zinatoka kwenye vilindi vya mioyo yao ambayo ina historia mbalimbali, ina uhitaji mbalimbali, sawa sawa na neno hilo neno na mtumishi wako. Sema Bwana Yesu, nakuja kwako. Nimelisikia neno lako. Moyo wangu na umimina kwako. Sahi na wakati huu mbele ya madhabahu hii nakiri kwako nilikutenda dhambi. Mungu, sikupata nafasi ya kusema na wewe, lakini sahi badili historia yangu. Badili historia kama Paulo alivyokutumikia, nami baada ya kubadilika nikutumikie kwa viwango vikubwa. Maadui zangu wakushangae katika jina la Yesu. Samehe kabisa makosa yangu niliyoyatenda kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Yesu, ni rehemu kwa rehema zako. Futa kabisa kwa damu ya msalaba, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo iliyoangikwa pale Kalvari. Nanyenyekea kwako, najidhiri kwako, nimekuja kwako. Bwana, nipokee, nifanye mtumishi wako, nitumike kwako kwa nguvu yako na uweza wako. Roho Mtakatifu, kwa ahadi ya Mungu, niongoze, nifundishe, nielekeze. Ni mchanga, niko katika dunia ya dhambi, nivuke ng'ambo ya ushuhuda. Kwa jina la Yesu nakupa utukufu Bwana, tangu sasa mpaka maisha yangu yote nikutumikie kwa uaminifu. Amen. Amen. Asante. Nashukuru mchungaji. Mungu wa mchungaji. Hebu tutamke neno la baraka kwa ajili yao. Unaweza kusogea mbele. Tutamke neno la baraka kwa ajili yao. Mchungaji, naomba tusogee mbele. Tuombe wenzetu tafadhali. Tuombe wenzetu. Mungu anayebadilisha historia, badilisha historia kabisa. Fanya vitu vipya na jambo jipya kabisa juu ya maisha yao. Hebu naomba tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya watoto wako hawa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, tunawaleta kwako Bwana tena watoto wako hawa. Nasikana ziko hali mbalimbali Mungu ambazo wanapitia katika maisha yao. Wamekupa maisha yao Yesu Kristo, wamekubali kwako Bwana. Bwana, naomba wasaidie, walinde, watunze. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu anaweza kufanya jambo jipya, fanya jambo jipya ndani yao tangu sasa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Roho Mtakatifu kwa nguvu zako. Amen. Piga Yesu makofi mengi mengi tafadhali.
Mungu wa mbinguni awabariki sana. Niwaosi sana katika Kristo, mkayaishi yale ambayo Bwana anawaamuru kwamba muyafanye. Yale ya kale yamepita na Mungu ameshawasamea dhambi zenu zote katika jina la Yesu. Amen. Kanisa, tusimame kwa dakika moja. Naomba mnaweza mkaenda mkao. Nataka tuombe kwa wale ambao inawezekana wamekata tamaa au wamekatiwa tamaa. Inawezekana unajua umekatiwa tamaa au wewe mwenyewe umekata tamaa katika mambo fulani. Tuko tayari kuomba kwa ajili yako ili Mungu auishe vitu uanze kusogea mbele. Unaweza kunyosha mkono. Kama upo unaona kabisa kuna hali ya kukata tamaa ndani mwako. Kuna mambo yanakukatisha tamaa. Wewe mwenyewe umekata tamaa. Wanasema mchungaji atupa, mchungaji hapa pagumu hatuwezi kutoka. Basi funika macho taratibu, funika macho yako ni muombe Mungu kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Wewe unajua kulala kwetu na kutoka kwetu na kuamka kwetu. Unajua hata asubuhi yetu Bwana, hata jioni yetu naijua, mfalme wa amani. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho ni wewe Bwana. Tuko mahali hapa Bwana katika jina la Yesu. Inawezekana wako watu wengi wamepatiwa tamaa kabisa. Inawezekana iko mtu amejikatia tamaa kabisa. Mungu katika damu ya mwana kondoo, ila unapotazama Bwana naona moyo wako unainama. Bwana Yesu, namsogeza mbele zako mfalme wa amani. Wewe unaweza kubadilisha historia Bwana. Ninaomba Mungu katika jina la Yesu Kristo usika Bwana katika kuwasaidia watoto wako, katika kuwabeba Bwana katika hali ya udhaifu ambao unaonekana ndani yao, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Bila hali ya kukata tamaa, bila hali ya kujipatia tamaa ambayo imeinuka ndani yako, na iondoka katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Haijalishi watu wamekukatia tamaa kwa yale ambayo walikuwa unapitia, hata katika hao Mungu anakwenda kufanya historia na anakwenda kufanya jambo jipya ndani yako katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Mungu anaweza kubadilisha, anaweza kubadilisha hiyo hali ukawa na hali iliyo njema katika damu ya mwana kondoo. Sifa na utukufu Mungu tunarudisha mbele zako. Mhudumia watoto wako Mungu, hata tukitoka hapa Bwana na wako hapo nilipenda kusikika masikioni mwetu kwa utukufu wa jina lako takatifu, ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Mungu, asante kwa uaminifu wako. Watoto Mungu wameleta sadaka za madhabahuni pako katika jina la Yesu. Mbingu zako Bwana zisinyamaze kwa damu ya mwana kondoo. Sifa na heshima na msemele kiti chako chenze katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Nichukue nafasi kuwashukuru wanakutano wote kwa yote yaliyofanyika. Mungu awabariki sana. Niombe tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaomba kwa ajili ya sadaka na kumshukuru Mungu kwa ajili ya mkutano mzima, basi niwe na neno kwa ufupi kwa ajili ya wageni wetu. Tunawashukuru sana wote ambao mmeshiriki katika ujenzi huu mkiongozwa na kiongozi wa vijana A wa wilaya. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia niwashukuru vijana A kutoka Chunya ambao walifika kwa mchungaji kwa ajili ya ukarimu. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa sadaka yenu. Lakini pia niwashukuru wale ambao walichangia kwa ajili ya shule ya Jumapili wakarekodi. Mungu awabariki.
Kwa maneno haya naomba tumshukuru Mungu kwa kupiga makofi mara 3. Asante sana. Hatuna maneno mazuri zaidi ya hilo kusema asante. Jue tu kwamba mioyo yetu ina shukrani sana mbele zenu. Amen. Na kwa sababu hiyo niwatakie safari njema. Najua sitapata nafasi ya kusema, lakini niwatakie safari njema. Mtakapoondoka hapa, mwasalimie nyumbani. Baba wachungaji mnaongozwa na mlezi wetu, mkawasalimie sana familia, lakini salamu nyingi kwa wilaya yetu ya Chunya. Mungu awabariki sana. Vijana wangu, vijana wilaya ya Chunya ni wilaya yetu sisi. Niwe na neno hili kama mjumbe wa halmashauri ya wilaya kwamba wilaya itajengwa na wanachunya wenyewe, na watu wenye muda wa kuijenga wilaya ya Chunya ni rika yetu sisi vijana ndio tunaweza tukaibadilisha Chunya ikawa ya kisasa, ikatoka kwenye eneo lile la kuonekana Chunya si lolote si chochote. Tumejifunza neno hapa kwamba kile ambacho kilikatiwa tamaa kinaweza kutiwa nguvu kwa upya na Mungu aliye hai. Na sisi vijana kwa mkutano huu tukamwambie Mungu atuinue kwa upya. Chunya tutaijenga sisi wenyewe kwa nguvu zetu wenyewe. Mungu awabariki. Naomba tuombe. Bwana Yesu, tunayo kila sababu ya kusema asante mbele za uso wako. Asante kwa rehema na baraka ambazo Mungu unatubariki. Tumeuona mkono wako Mungu wa rehema, mfalme wa mbingu na nchi. Umekuwa nasi tangu tulipoanza mkutano. Uliendelea Bwana kutujalia na kutuongoza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yako mengi kama wanadamu tumefanya yasiyokupendeza kwa mawazo na maneno. Katika makusanyiko yoyote hatukosi kutenda dhambi. Kiwako dhambi yoyote iliyofanyika kupitia mkutano huu, tunaomba toba mbele za uso wako Bwana, ukaturehemu. Mungu wa mbingu na nchi, tunatubu kwa kila uovu tulioutenda, iwe kwa kujua au kutokujua. Tunapokwenda kutawanyika sasa, tunaomba Bwana tutawanyike tukiwa tumetakaswa kwa damu yako. Ukatuongoze Bwana na kutujalia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Futa uovu wote, maana Mungu wa mbingu na nchi tulikuwepo ili tukusifu, ili tukutukuze. Maana tunajua kabisa wewe ni Mungu wa kusifiwa, wewe ni Mungu wa kuabudiwa. Pamoja na hayo yote, hata shetani hupenda kujihudhurisha walipo wana wako, na ndio maana Mungu wa mbingu na nchi tunakuja mbele zako kwa toba. Tunaomba turehemu, tunaomba ututakase. Asante kwa ajili ya ndugu zetu ambao Bwana uliwaleta, kila mmoja kwa safari yake na kwa chombo cha aina yake. Kadri vile ambavyo Bwana uliendelea kuwasafirisha wakati wa kuja, ndivyo hivyo Mungu ninawakabidhi mikononi mwako. Mungu kaendelee kulinda safari za watumishi wako hawa. Yesu Kristo, kazifunike kwa damu yako. Kama walivyokuja salama, tunatamani kusikia wanakoelekea wanafika salama. Lakini si hivyo tu Mungu, watoto wako walikuwepo mahali hapa Bwana, wametoa sadaka ya muda, wametoa sadaka ya vitu, wametoa sadaka ya kukutumikia Bwana. Yesu Kristo, anaporudi nyumbani kwao, kawaongoze sawasawa na utukufu wako, kawape neema, kawape baraka, mbingu zako zikafunguke. Miradi yao Bwana wanaoiendesha Mungu ikapate kibali machoni pako, kawawezeshe Mungu liye hai. Asante Bwana, maana umesema tukukumbushe wewe Mungu liye hai kila tunapokuja na kusogea mbele zako na kukutumikia wewe. Umesema tusiache kulitaja jina lako na tusiache kukukumbusha Bwana. Na ndio maana sana wakati huu ninakukumbusha mtumishi wako kwamba watazame watoto wako waliacha vyote, wamekuja kwako ili wakutumikie. Asante kwa ahadi yako kwamba utatupa mara 100 na baadaye uzima wa milele. Tunayalika wingu lako na baraka zako zikaambatane pamoja nasi.
Asante Bwana kwa ajili ya sadaka ambazo watoto wako wamezileta madhabahuni pako. Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, sadaka hizi ninazisogeza kwenye kiti chako cha rehema, ninazisogeza kwenye kiti chako cha enzi. Mungu, zipate kibali machoni pako, zipate baraka mbele zako. Watoto wako Mungu, bariki vyanzo vya mapato yao, kila eneo ambayo Bwana sadaka hii imetoka. Bariki Mungu, bariki mikono yao, takasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, maana umesema utabariki kazi za mikono yetu kupitia sadaka hizi. Kabariki Bwana, ruhusu damu yako itembee juu ya maisha ya watoto wako, kwa kila mmoja aliyetoa sadaka yake, aliyeleta kwa ajili ya ujenzi, aliyeleta kwa ajili ya zaka, aliyeleta kwa ajili ya shukrani ya pekee, aliyeleta kwa ajili ya ukarimu. Mungu wa rehema, achilia baraka katika jina la Yesu. Baraka ziambatane pamoja naye aliyenyosha mkono wake. Naam Bwana, kupitia sadaka hii, Mungu, usiruhusu mabaya yote kutokea katikati yetu Bwana, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni mateso, ikiwa ni shida, sadaka hizi zikapige kelele madhabahuni pako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu wewe ni mwema, mwaminifu, unayetupenda na kutujali. Sifa, utukufu na heshima tunavirudisha kwako, tukiomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Mwanakondoo ameshinda. Ikiwa sasa ni saa 6:29, hapa ndipo tunafika mwisho wa ibada hii ya idara ya vijana wilaya ambayo imefanyikia katika ushirika huu mzuri wa Lupa. Tunawashukuru sana kama vile ambavyo watumishi wa Mungu wamesema kwa ajili ya huduma zote ambazo zimekwenda kufanyika hapa. Mungu awabariki sana sana sana. Lakini nitoe shukrani pia kipekee kwa kampuni ama kwa warusha matangazo, maana ibada yetu ilikuwa live kutoka Mama Honje Media. Tunawashukuru sana kwa muda wenu, mlikuwa pamoja nasi kutoka jana hadi kwa wakati huu. Mungu aendelee kuwatunza ili huduma hii iendelee kusogea siku hadi siku. Basi mara baada ya kuzungumza haya, ninaomba ushirika tusimame. Neno la kutafakari wiki hili linasema, Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akuangazie uso wake na kukabili. Bwana akupatie uso wake katika amani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.